Mechi ya Jumapili kwa kweli ukiangalia kwa mtizamo ule ambao kama kweli wewe ni mtu wa soka, ni mechi ni ngumu, na kama unavyojua mara nyingi dabi huwa hazitabiliki. Na kama unavyofahamu kwa mfano labda wengi wanaweza kuwa wanasema kwamba Yanga imeshinda mara 6 mfululizo zidi ya Simba, lakini katika kila mechi walikuwa wakienda kucheza walikuwa wategemea kwamba labda hiyo mechi wanakwenda kushinda, wanakuwa na uhakika. Kwanza nikasema tu kwamba dabi ni mechi ngumu na haitabiliki. Na kikubwa ambacho kinaonyesha hivyo ni kwamba kama unafahamu katika dakika hizi za mwisho katika dirisha dogo Simba imesajili vizuri, alikadhalika Young Africans imesajili vizuri na impact imeonekana kwa pande zote mbili. Alikadhalika ukiangalia katika msimamo wa ligi baada ya kuwa viporo vinazidi kupungua, Yanga amefika kileleni na Simba imeshika nafasi ya 3. Ukiangalia kwenye klabu bingwa Afrika wote wamefanya vizuri katika makundi kwa maana ya group stage, na kadhalika ukiangalia katika FIFA au CAF ranking wote katika top. Kwa hiyo ni mechi ambayo si rahisi kutabiri kama ambavyo watu wamekuwa kufanya utabiri. Ni mechi itakuwa ngumu, lakini watu wasiende na matokeo ya mfukoni. Lakini kwa upande wa pili, mashabiki wa Young Africans kana kwamba wanatamba zaidi wakiamini kwamba ubora kikosi chao huenda ukapa matokeo kwenye mechi hiyo. Ukiweka mizania kwenye karatasi unaweza kaipa Yanga 60% na Simba kaipa 40%. Lakini kwenye dabi kama nilivyosema kwamba lote hizo likatokea, lakini ukienda kwenye uhalisia wa karatasi kwenye drawing table ni kwamba kweli unaweza kaipa Yanga 60% na ukaipa Simba 40%. Kwa kiuhalisia mashabiki hasa wa Yanga wasiendi na matokeo mfukoni. Kwa mechi kwa kweli naweza nikasema ni ngumu, mechi ni ngumu, narudia tena. Kwa hiyo ni swala la kuhakikisha kwamba kila mtu apambane kwa kadri yake. Mimi ni mshabiki wa Young Africans, kiongozi wa Young Africans, lakini ningekuwa ni mshabiki wa hivyo kusema tu ningesema Yanga anachukua ushindi. Lakini unakwenda kwenye reality unasema kabisa ukweli kwamba ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, hasa mabadiliko ambayo yametokea katika pande zote mbili katika dirisha dogo ambayo yote yameonekana kwamba yana impact kwa wachezaji ambao kila mmoja amesajili. Kwa hiyo usajili wa Simba kwenye dirisha dogo umekuwa na chachu ama umeongeza chachu kubwa kwa Simba. Ukiangalia Simba imeongeza kasi especially ya ushambuliaji, ukiangalia pale kwenye viungo na striking force wako vizuri. Na ukiangalia klabu ya Young Africans ukuta bado ni imara vile vile, Yanga wameongeza tena viungo ni wale ambao ni wazuri. Alafu ukiangalia kwenye striking force Yanga ni wazuri tena, wana kasi, wana speed na wana target. Kwa hiyo Simba kinachokosekana kule mbele nafikiri tu ni utulivu wa kuweza kutafuta wa kuweza kufanya scoring, lakini otherwise nasema itakuwa ni mechi ambayo ina burudani nzuri na watu wataenjoy soka. Baadhi ya wadau wa soka wanaamini kwamba kwa sasa dabi haiwezi, yani kwamba dabi ya sasa sio kama zamani, kwamba kwa sasa unabashiri matokeo, yani kwamba wanaamini kwamba kwa sasa baada ya Yanga kushinda mara 6 mfululizo kwamba hata hii mechi pia kwa kikosi chao watapata ushindi. Yani inaweza nikasema tu kwamba hiyo ni historia tusiweke sana mbele zaidi ya kuangalia kwenye reality. Reality ndio kitu kikubwa ambacho tukakiangalia, kwa sababu inawezekana maisha yote ambayo tuko duniani hapa ikawa Yanga anashinda. There is a day kwamba Yanga kuna siku anaweza kupoteza wakatoka sare. Sasa huwezi kujua Jumapili hali itakuwaje. Na kwa matokeo ambayo yamepatikana siku ya juzi nadhani kwenye mchezo wa ligi, Simba kivuna alama 1, Yanga akipata ushindi wa goli 5. Hii inaweza kaashiria nini ama kuna kitu gani kinaongezeka kwa timu hizo kwenye mechi hiyo sasa? Kwenye dabi kama hizi, kwa mfano kama mechi kama hizi za juzi hizo tojitokeza. Kwa mfano ile sare ya Simba ni kwamba watu watakuwa wamenuna, kambini watu hawaelewani na confidence ya wachezaji, technical bench na mashabiki inapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa Yanga ambao wameshinda wanapata confidence, watu wanakuwa na furaha, washabiki wana furaha, wachezaji wana furaha, technical bench na viongozi kwamba kama mwenzetu alipoteza amedondosha alama 2 na sisi tunaweza kuchukua alama 3, alafu sisi ambao tulimfunga huyo 3 Simba katoka naye sare. Kwa Yanga wanakuwa na furaha kambini, Simba wanakuwa wana huzuni kambini, lakini haya yote yanaweza kajenga hasira kwa Simba kwamba sasa tukapambane tufute hii ambayo tumejitokeza, tunaweza tukapambane na inawezekana ikafanya Yanga waboteke. Lakini hata ninapozungumza tu ni kwamba bado Yanga ana nafasi kubwa kuweza kushinda katika pambano hilo, lakini sio kwamba historia sio kwamba waende na matokeo mfukoni, lakini wanatakiwa wapambane kwa jasho la damu. Kwenye mechi kama hii bonus ina faida gani kwa wachezaji? Hiyo ni motivation kwamba lazima nikajitume uwanjani na kwamba uongozi unatujali. Unaona kabisa kwamba hii mechi ina umuhimu kwetu, ina umuhimu kwa mashabiki, ina umuhimu kwenye familia zetu, na pia ina umuhimu mkubwa tu kwa ajili ya nembo ya klabu ya Young Africans au kwenye klabu nyingine. Kwa bonus ni kitu kikubwa sana kinasaidia. Ndio maana hata shuleni ukiangalia mzazi wako akikuahidi kitu kwamba ukishika nafasi fulani nitakupa kitu fulani, ukishika nafasi fulani nitakupa kitu fulani. Kwa hiyo ni motivation, ni motisha ambayo inasaidia kujenga ile morale
ya mtu kuweza kupambana akijua kabisa kwamba kuna kitu kiko mbele yangu zaidi ya ushindi, na mimi nitaboreshwa katika maisha yangu. Wewe ni kiongozi na ni mwanachama Young Africans, lipi neno lako kwa wanayanga? Kikubwa kwa wanayanga kwamba wenyewe mashabiki, wapenzi na wanachama wana deni la kujitokeza kwa wingi uwanjani kwenda kushangilia. Kama unavyofahamu kwamba klabu ya Young Africans watakuwa ni wenyeji wa mechi hiyo, kwa ule uwanja ni wa nyumbani, lazima tuutawale, watu wengi wajitokeze. Tunajua kabisa deni walionalo wachezaji na technical bench na viongozi wanalifahamu, na wametufanyia mengi makubwa katika kipindi cha karibuni. Kwa deni lililobakia sana sisi mashabiki, wapenzi, wanachama kujitokeza kwa wingi, tuwahi tukate tiketi zetu mapema ili sisi tuweze tukautawala uwanja na kuwashangilia wachezaji wetu ambao ni wawakilishi wetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii mechi kupewa Damaro Day inaweza kaashiria nini? Kuna faida, kuna kitu kinaongezeka hapo ama la? Hiyo kikubwa ni kwamba kwanza ni kuonyesha confidence ya kwamba kile ambacho kinalalamikiwa na wapinzani wetu kuhusiana na uraia wake ni kwamba yani ni kama vile ni kejeli, kwamba basi pamoja na kwamba mlikuwa mnataka kwamba huyu bwana asicheze, basi anacheza, na pia tunampa hiyo inakuwa ni siku yake yeye. Na ukumbuke huyu bwana amesha kucheza mechi ya Simba na Singida akiwa tayari ameshachukua uraia wa Tanzania. Ukumbuke pia watu wa uhamiaji walithibitisha kabisa kwamba yeye ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo ni kama dhihaka hivi, au ni kama vile ni jokes kwa kwamba sasa pamoja na kwamba nyinyi mlikuwa mnaenda mpaka FIFA, sisi tunamchezesha na tumempa kwamba katika siku ya heshima ambayo nyinyi hamkutaka acheze, sisi tunampa heshima acheze. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.